Naam, hujambo na habari hizo wakati huu mtazamaji popote pale ulipo, nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo mchezo na burudani. Utakuwa nami Lulu. Lakini kwa vitu kwamba endelea kutufuatilia katika pages zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Lakini habari kubwa usiku huu leo tunaangazia huko Sudan Kusini, ambapo tunaambiwa kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan Kusini imekanusha uvumi unaenea kwenye mitandao ya kijamii kwa Rais Salva Kiir amefariki dunia. Mwanahabari wetu anatuarifu zaidi. Wakati uvumi ukienea mtandaoni kuhusu afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 73, Wizara ya Mambo ya Nje imesema Bwana Kiir yu hai, yuko vizuri na amejitolea kikamilifu kutumikia taifa. Kulingana na taarifa ya wizara hiyo, Bwana Kiir anaendelea kutekeleza majukumu yake ya urais kwa nguvu zote, kujitolea, afya njema na utimamu kamili. Wizara hiyo imeongeza kulaani kile ilichokiita usambazaji wa kimakusudi wa taarifa za uongo zinazolenga kuleta hofu, mganganyiko na ukosefu wa utulivu usio lazima. Haya yanafanyika wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na kitisho cha kuzuka tena mapigano yenyewe kwa wenyewe kufuatia makabiliano kati ya vikosi vinavyounga mkono Kiir na vile vitiifu vya makamu wake Riek Machar, ambaye Kiir alimweka katika kifungo cha ndani. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10+. Rais Donald Trump wa Marekani anarejea nchini kwake siku ya leo akitokea Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kuhitimisha ziara yake ya mataifa matatu ya Ghuba. Mwandishi wetu anatusimulia zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ziara hiyo imeimarisha nafasi ya Washington kwenye kanda hiyo na ulimwenguni kwa ujumla. Mapema asubuhi ya leo, Trump na mwenyeji wake Sheikh Mohammed bin Zayed walikuwa na mkutano wa viongozi wa makampuni makubwa ya biashara kutoka sekta ya afya, usafiri wa anga na nishati. Trump anaondoka kwenye kanda hiyo akiwa ametiliana saini mikataba ya kibiashara yenye thamani ya karibu dola trilioni 4, ikiwemo uwekezaji wa dola trilioni 1.4 uliotangazwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ikumbukwe, mapema wiki hii Trump alitembelea Saudi Arabia na baadaye Qatar katika ziara iliyojikita zaidi juu ya masuala ya uwekezaji na hali ya usalama kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Shabani Mpute, Channel 10+. Halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara inatarajia kutumia kiasi cha shilingi milioni 432 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ghorofa, ikiwa ni kitega uchumi cha halmashauri hiyo. Musa Makali anaripoti zaidi kutoka huko Mara. Taarifa hii ya ujenzi wa kitega uchumi cha halmashauri ya mji wa Bunda inaibuka baada ya madiwani kuhoji kuwa ujenzi wa ghorofa hilo utasababisha matumizi mabaya ya fedha kufuatia utekelezaji wa miradi ya taktiki ambayo inatarajiwa kuanza mwaka wa fedha. Kama kweli soko la mkakati lipo, basi halmashauri mpange mpango mwingine kwa ajili ya pesa hizi milioni 432 kuliko kuweka majengo mawili kwa wakati moja baadaye akaenda kushindana kibiashara. Bunda ni sehemu mojawapo ya utalii. Bunda ni sehemu mojawapo ambapo unapoingia unagawanyika kwenda katika wilaya nyingine za mkoa wa Mara. Tuweke vitega uchumi vingi sana. Tujitahidi tunamna ya ukusanyaji wa mapato. Mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda Juma Haji Juma anawatoa hofu madiwani hao kuwa mradi huo unalenga kuongeza na kukuza mapato ya halmashauri hiyo. Idadi ya wafanyabiashara tulionao, tukitegemea jengo hili moja, bado tutakuwa tumefanyaje? Tumefeli. Mimi ninaamini sawa, tutakuwa na majengo zaidi ya haya mawili kama Mungu atatujalia tukapata nini? Fedha. Kwa niaba ya mkuu wa wilaya Bunda, katibu tawala wilaya Bunda Saru Mtelela anaiagiza halmashauri hiyo kuongeza ukusanyaji wa mapato, ikiwa ni pamoja na kuanzisha vyanzo vipya. Yaliyopo sasa yasiwe na mianya, tuhakikishe tunakusanya vizuri, lakini pia tuangalie uwezekano wa kuongeza vyanzo vingine vya mapato. Lakini hivi ambavyo tunavyo sasa, basi tuhakikishe kwamba mianya yote ambayo inaweza kusababisha upotevu wa mapato tuizibe. Aidha, madiwani hao walijadili hoja binafsi ya kuhusu nyongeza ya malipo ya posho kwa wenyeviti wa serikali za mitaa. Tuende kabisa tukatie mkazo, tuhakikishe wenyeviti wetu tunawapandishia posho, na sisi ndio tunakusanya mapato ya halmashauri. Makubwa anayosimamia kwa kuwalipa kiasi kidogo sana ambacho hakikidhi mahitaji yao. Ukizingatia kazi wanazofanya ni kubwa. Hali ya fedha ikiwa nzuri, ikiruhusu, hakuna mwenye hiana na hilo. Lakini kwa sasa tuendelee kuvumilia hali iliyopo. Kutoka hapa katika halmashauri ya mji wa Bunda hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Blasius Chatanda amekabidhi magari 6 kwa wakuu wa polisi wa wilaya zilizopo mkoani humo kwa ajili ya kuimarisha hali ya ulinzi na usalama katika wilaya hizo, huku akipongeza serikali kutoa magari hayo kwa ajili ya kuimarisha usalama mkoani Kagera. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joachim kutoka mkoani Kagera anatueleza zaidi. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera Blasius Chatanda wakati anazungumza na waandishi wa habari Mei 15 mwaka huu amesema kuwa jeshi la polisi mkoa wa Kagera kwa muda wa miezi mitatu wamepokea magari 14 ambapo magari hayo yatatumika kufanyia doria maeneo mbalimbali na kazi nyingine za kuimarisha ulinzi na usalama pamoja na kupunguza kasi ya ajali za barabarani katika wilaya hizo zilizopokea magari hayo, ambapo ameendelea kusema kuwa serikali awamu ya 6 imefanya mabadiliko makubwa katika jeshi la polisi. Tunaishukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mama katufanyia makubwa. Kwa kweli serikali hii tunasikia sababu ya kuishukuru. Imetufanyia makubwa kama unavyoona. Ni kwa mara ya kwanza katika historia wilaya mkoa unapokea magari ndani ya muda mfupi, magari 14 kwa muda usiozidi miezi mitatu. Hii ni historia na tunaomba tuhakikishie serikali kwamba na Watanzania wote kwa ujumla, hususan wana Kagera, matokeo ya uwepo wa magari haya watayaona. Nipeleke salamu kwa wahalifu. Huu ni mwiba kwao. Magari haya ni mwiba kwao. Tutawafikia kwenye matukio kabla hawajaondoka. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera ameendelea kusema kuwa ajali za barabarani zimepungua kwa mkoa wa Kagera na kusema kuwa jumla ya madereva 95 wa magari wamefungiwa leseni zao baada ya kukiuka sheria za usalama barabarani. Tunachukua hatua kali sana kwa madereva. Mpaka tunavyoongea leo, madereva wasiopungua 95 wamefungiwa leseni. Kuanzia mwezi Disemba mpaka tunapofika leo. Kwa hiyo hili na yenyewe imepeleka message kwamba ukifanya kosa leseni yako itaenda benchi. Kwa hiyo hii imefanya madereva waanze kuchukua tahadhari. Kama unavyojua leseni kwa dereva ndio ugali wa watoto wake. Jeshi la polisi mkoa wa Kagera limesema kuwa litaendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwa wananchi wake na kudhibiti wahalifu wote wenye nia ovu katika mkoa wa Kagera. Kutoka manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amegombea mazungumzo ya amani yaliyopangwa nchini Uturuki baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutojitokeza na badala yake kiongozi huyo amewakilishwa na maafisa wa chini. Tupate undani wa taarifa hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza kuwa hatashiriki mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika leo mjini Istanbul nchini Uturuki kati ya Ukraine na Urusi. Badala yake ujumbe wa Kiev utaongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov. Uamuzi huo wa Zelensky umejiri baada ya Urusi kuthibitisha kuwa Rais Vladimir Putin hatohudhuria kikao hicho, huku Zelensky akisema watasubiri taarifa kutoka Marekani na Uturuki kuhusu muda kamili wa kikao, kwani Urusi haionekani kujali sana kuhusu mazungumzo hayo, ingawa kwa upande wake bado yuko tayari kwa mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Putin. Pamoja na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kuna dalili za matumaini kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana, ingawa misimamo ya pande mbili bado inatofautiana. Urusi kwa upande wake imesisitiza kuwa lengo lake ni amani ya muda mrefu. Mpatanishi wake mkuu Vladimir Medinsky, ambaye pia ni msaidizi wa Rais Putin, amesema kupitia mtandao wa Telegram kuwa nchi yake inalenga kuondoa sababu kuu za mzozo kwa njia ya mazungumzo haya ya moja kwa moja. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza akiwa ndani ya ndege ya Air Force One, akisema hatarajii mafanikio yoyote kutoka kwa mkutano wa Istanbul
hadi pale atakapokutana binafsi na Rais Putin. Wakati ulimwengu ukiangazia mkutano wa Istanbul, swali kuu linabakia, je, mazungumzo haya yatafungua mlango wa amani ya kudumu au yataishia kuwa onyesho lingine la hofu na kukatishana tamaa? Mimi ni Salma Shabani na hii ni Channel 10 Plus. Wizara ya Maji kupitia wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa, wilaya na Matumbo mkoani Ruvuma wanatarajia kukamilisha mradi wa maji Msisima ambao unagharimu shilingi bilioni 1.1 utakaokuwa na uwezo wa kuhudumia wakazi wapatao 4,000 katika vijiji viwili vya Msisima na Mnalawi kata ya Lusewa. Taarifa zaidi na Dita Nyoni kutoka Ruvuma. Meneja wa Ruwasa wilaya na Mtumbo mhandisi David Mkondia amesema ujenzi wa mradi wa maji umefikia 60% ukihusisha ujenzi wa vituo 10 vya kuchotea maji, tangi la kuhifadhia lita za ujazo 200,000 kwa lengo la kuondoa changamoto ya huduma ya maji safi na salama kwa wananchi, huku mbunge wa jimbo la Namtumbo Vita Kawawa akieleza mafanikio ya miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassani. Mradi huu unaenda kuwanufaisha wananchi zaidi ya 4,081 kutoka katika vijiji viwili, kijiji cha Msisima pamoja na kijiji cha Mnalawi. Mradi huu unategemewa kukamilika tarehe 13 mwezi wa 6 2025 na mradi huu unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Scorpion Company Limited. Kwa maana tumejenga zahanati karibu 15, tumejenga pia vituo vya afya ambavyo vimeanza kufanya kazi vitatu, lakini pia tumepata vifaa tiba ya zaidi ya bilioni 2,700,000, lakini pia tumeweza kukamilisha ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya. Akiweka jiwe la msingi katika mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Ismail Ali Usi amewataka wananchi kuendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6. Tutaenda kuwasaidia wananchi juu ya kuondosha changamoto ya maji safi na salama. Na haya yote ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha mitaa yote, vijiji vyote, kata zote tunaweza kutoa huduma ya maji safi na salama. Na ndio maana leo hii tunaendelea kuwahamasisha wananchi waendelee kuonesha amani, upendo, mshikamano na utulivu ndani ya maeneo yao. Aidha, akiwa katika miradi mbalimbali inayotekelezwa na iliyotekelezwa wilayani na Mtumbo, Bwana Usi amewataka wananchi kushiriki vyema uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika hivi karibuni. Lakini sio tu kushiriki, kwenda kuwaonesha jinsi gani, sanduku gani, mahala gani unatakiwa kutia kura ya udiwani, mahala gani unatakiwa kutia kura ya ubunge, na mahala gani unatakiwa kutia kura ya kiti cha urais. Na niombe sana ndugu wananchi, kwa wakati huu wa uchaguzi twende tukalipe imani, twende tukalipe heshima, twende tukaonyeshe upendo juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutoka Ruvuma, Titanyoni, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Plus Habari. Mimi ni Lulu Ali. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tunaendelea mbele zaidi na habari yetu. Channel 10 Plus. Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi. Tunaendelea mbele na taarifa ya habari, na sasa tuangazie huko mjini Vatican ambapo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ametoa mwito leo wa kuheshimiwa utu wa wahamiaji kote ulimwenguni na kuyataka mataifa kusitisha uandaji silaha na badala yake yapige debe juhudi za kuwepo amani. Akitoa hotuba yake mbele ya mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao kwenye makao makuu ya kanisa Katoliki mjini Vatican, hotuba hiyo ilijikita kwenye masuala ya amani, haki, uhuru wa kuabudu na umuhimu wa diplomasia. Kiongozi huyo wa kanisa ambaye asili yake ni Marekani lakini ameishi kwa muda mrefu nchini Peru amesema ni muhimu kuonesha huruma na mshikamano watu waliopoteza makazi na wale wanaotafuta hifadhi maeneo mengine. Kwenye hotuba hiyo, Papa Leo pia amegusia masuala ya jamii kama msimamo wa kanisa dhidi ya utoaji mimba na wajibu wake katika kukemea uovu. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita limeridhia kufukuzwa kazi watumishi wawili wa halmashauri hiyo, akiwemo afisa maendeleo ya jamii msaidizi kwa kosa la kuunda vikundi hewa vya mikopo ya 10% vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kisha kujipatia fedha hizo kupitia udanganyifu huo. Mresho Sadik ametuandalia taarifa ifuatayo.
Sakata la kufutwa kazi watumishi hao limeibuka kwenye kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo baada ya baraza hilo kujigeuza kamati kwa mujibu wa kanuni na kutangaza kufutwa kazi Bi Jessica Magelo, afisa maendeleo ya jamii msaidizi, huku likiagiza watu wote waliokuwa kwenye mnyororo huo watafutwe na wawajibishwe. Bi Jessica Magelo, afisa maendeleo ya jamii msaidizi, amekutwa na hatia ya makosa tajwa hapo juu. Hivyo mkutano wa baraza la madiwani limeazimia kuwa mtumishi huyu afukuzwe kazi. Mtumishi mwingine aliyefutwa kazi ni Bakari Mhando kutoka idara ya utumishi kwa madai ya kuchezea mfumo wa taarifa za watumishi na mishahara ya watumishi. Tajwa alichezea mfumo wa taarifa za kiutumishi na mishahara ya watumishi kwa kupunguza, kufuta na kuongeza makato ya mikopo kwa watumishi 18 waliokopa kutoka taasisi mbalimbali za kifedha. Hivyo mkutano wa baraza la madiwani limeazimia kuwa Bwana Mhando Bakari Mhando afukuzwe kazi. Katibu tawala wa wilaya Nyang'hwale Kaunga Amani amewataka watumishi wa halmashauri hiyo kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo niwaombe sana watumishi wa umma, hebu tukasimame kwenye misingi yetu kuepusha haya ambayo yamejitokeza siku ya leo. Kufukuza kazi watumishi wawili sio jambo dogo. Yaani maana yake huko nyuma kuna watu wengi wanaenda kuumia. Lakini sasa inafika mahali hakuna namna nyingine. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Ardhi Deogratus Ndejembe ameeleza kwa serikali imeanza kupitia upya sera na sheria mbalimbali za ardhi ili kuhakikisha kuwa maendeleo katika sekta ya ardhi yanaendana na kasi ya mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Taarifa kamili na Novatus Makunga kutoka Arusha anatueleza. Waziri Ndejembe amebainisha mkakati wa serikali wakati anafungua mkutano wa 5 wa chama cha wataalamu wa miliki ya ardhi na majengo Tanzania pamoja na kongamano la mwaka 2025 la kanda la Jumuiya ya Majengo Afrika linalofanyika hapa jijini Arusha. Ametaja mikakati hiyo ni pamoja na kuwepo kwa kitengo cha miliki na kutunga sheria ya miliki pamoja na kuanzisha kwa mamlaka ya kusimamia sekta ya miliki ya ardhi na majengo, yani Real Estate Regulatory Authority. Na hapa nimeona mzee wangu akizungumza sana swala la planners kuweza kujiingiza katika masuala mazima ya maandalizi ya sera ya makazi. Mzee wangu pale alikuwa anataka kuiona sera ya nyumba ambayo ni tofauti na sera ya makazi. Nikutoe mashaka mzee wangu, sera hii itakuwa ni sera ya nyumba na makazi. Kwa hiyo nyumba itakuwa identified katika sera yenyewe na hata maandalizi yake yalivyo. Kwa upande wao, wadau wa masuala ya ardhi wametoa maoni yao juu ya kuwa na sera ya nyumba na ardhi. Mimi nafikiri sera ya nyumba ingetusaidia sana. Yani ingetusaidia kwa sababu serikali ingekuwa, huwezi ukawa na sera labda ukaiweka sandukuni, ingekuwepo na inatekelezwa. Kwa nafikiri kwa mfano unazungumza swala mafuriko. Sasa huwezi ukawa na sera alafu watu wakaenda kujenga kwenye mafuriko. Ni lazima utahakikisha kwamba watu wanajenga mahali palipo stahili. Naye rais wa chama cha wataalamu wa miliki ardhi na majengo Tanzania, Andrew Peter, ametaja malengo ya mkutano huo. Lakini mmeona kwamba kwa sababu wataalamu wa shirikisho hatufanye need analysis na kuweza kujua consumer behavior, watumiaji wa jengo wanataka nini, na ndo maana tumekuwa na haya makongamano na semina za mara kwa mara kuweza kuwaelimisha watu. Sasa tunataka sheria ziwepo kwamba kabla mtu hajafanya ujenzi wa jengo iweze kujulikana jengo hili ni la ofisi, jengo hili ni shopping mall, jengo hili ni soko la kawaida la wananchi. Tunataka muuza miogo na muuza mchicha asijengewe jengo kama la Mlimani City na kuwekewa tiles na aluminium. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya Makamu wa Rais kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imezindua mradi wa kujenga uwezo wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika mazingira ya mkoa wa Kigoma. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 19 zaidi ya shilingi milioni 51 unafadhiliwa na shirika la Umoja la Mataifa la mazingira UNEP kupitia mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi GCF unaoratibiwa chini ya mkataba Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC. Akizindua mradi huo Mei 15 mwaka 2025 kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Tobias Andengenya amesema utatekelezwa katika wilaya 3 ambazo ni Kasulu, Kibondo na Kakonko kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka huu 2025 hadi mwaka 2030. Mradi huo unatarajiwa kunufaisha watu zaidi ya 570,000 na kurejesha takriban hekta 42,000 za misitu na mifumo ekolojia ya kilimo ya mkoa huo ambao unapokea zaidi ya wakimbizi 190,000 kutoka nchi jirani zinazoathiriwa na migogoro, hasa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo wengi wao wanaishi katika kambi za Nduta, Nyarungusu na Mtendeli. Mheshimiwa Andengenya amesema mradi huo utakuwa ni wa mfano unaotumia mbinu zinazozingatia hifadhi ya mifumo ya ekolojia kama mkakati muhimu wa kujenga ustahimilivu na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye maeneo yenye changamoto kubwa za kimazingira na migogoro, hasa katika jamii za wakimbizi na wakazi wanaozunguka kambi hizo. Baada ya serikali kutoa fedha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 22 kujenga vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo katika shule ya sekondari ya Mkata iliyopo wilaya Handeni mkoani Tanga, hatua hiyo inatajwa kusaidia ongezeko la ufaulu kwa wanafunzi kutokana na uwepo wa mazingira rafiki pindi wanapokuwa shuleni. Taarifa zaidi na Raya Kipingu inatueleza. Ni ziara ya kamati ya siasa mkoa wa Tanga iliyofika kukagua utekelezaji wa miradi ya serikali katika halmashauri ya wilaya Handeni na Handeni mji, hususan miradi ya elimu na afya. Akisoma taarifa utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa madarasa na vyoo, mkuu wa shule ya Mkata Edward Ernesti amesema serikali imefanya shule hiyo kuwa bora kwa matokeo na mahudhurio ya wanafunzi. Utekelezaji wa mradi ulianza rasmi tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024 na ulikamilika tarehe 8 mwezi wa 4 2024 kwa mujibu wa mkataba. Sasa hivi tunao uhakika wa wanafunzi kufaulu kwa 90% mpaka 100% tofauti na mwanzo. Hii inachagizwa na miundombinu, tunapata majengo ya kutosha kusaidia kutuongezea madarasa haya mapya, ambapo kama hivi tunakaa wanafunzi vizuri, hatubani banani, lakini hapo awali tulikuwa wanafunzi tuko wengi, alikuwa uelewa inakuwa mdogo. Aidha, kamati hiyo imekagua ujenzi wa mabweni ya wanafunzi katika shule ya sekondari Kabuku pamoja na bweni la wanafunzi wenye mahitaji maalum kwenye shule ya msingi Vibaoni, ambapo kamisa wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akasisitiza maadili mema kwa walimu na wanafunzi. Mheshimiwa Rais ametimiza wajibu wake. Chama cha Mapinduzi kimetimiza wajibu wake. Walimu wanatimiza wajibu wao. Kazi ipo kwa wazazi, lazima watimize wajibu wao kutoa ushirikiano kwa walimu kuhakikisha tunasimamia watoto wetu wanapata kile tulichokusudia. Wakielewa kwa nini serikali inatumia fedha nyingi kuimarisha miundombinu kwa ajili yao ili kesho ya Tanzania iwe bora zaidi. Katika hatua nyingine, pia kamati hiyo ya siasa imefanya harambee ya ujenzi wa zahanati na kupatikana kiasi cha shilingi milioni 18. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Rais wa zamani wa Gabon Ali Bongo Ondimba pamoja na familia yake wameachiwa kutoka kizuizini na wamewasili kwenye mji mkuu wa Angola, Luanda, siku ya leo ya Ijumaa. Hayo yameelezwa na ofisi ya rais wa Angola kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa rasmi wa Facebook, ikiambatana na picha zinazomuonyesha Bongo akikaribishwa kwenye uwanja wa ndege mjini Luanda. Habari zinasema kuachiwa kwake kunafuatia mazungumzo kati ya Rais Joao Lourenco wa Angola na kiongozi mpya wa Gabon Brice Oligui Nguema. Itakumbuka kuwa Bongo ambaye familia yake ilitawala Gabon kwa miaka 55 aliondolewa madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi Agosti mwaka 2023, ambapo wakati huo yeye, mkewe na mtoto wao wa kiume walikuwa katika kizuizi cha nyumbani kwenye mji mkuu Libreville kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma.
Na mtazamaji, na taarifa hiyo inatupasa kwenda kuangazia michezo na burudani. Hii ni Channel 10 Plus, baki nasi. Channel 10 Plus. Na mtazamaji, na huu ndio sasa kwenda kuangazia michezo na burudani, ambapo tunaanza na hili. Wasimamizi wa ligi kuu soka Tanzania bara na ligi ya Championship TPLB imepongeza na kushukuru jitihada za mdhamini mkuu wa ligi hizo kuzifanya kuwa bora na zenye ushindani wa hali ya juu kutokana na uwezo wa vilabu hivyo kujiendesha na kujisimamia kupitia uwezo wa kiuchumi kuwa mkubwa. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Hayo yameelezwa na makamu wa pili wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya ligi TPLB, Steven Mguto, katika hafla ya kukabidhi ubingwa wa ligi daraja la kwanza kwa timu ya Mtibwa Sugar ya mkoani Morogoro iliyotwaa ubingwa huo na kupanda ligi kuu kwa msimu wa 2025-2026 sambamba na timu ya Mbeya City, hafla ambayo iliambatana na mchezo kati ya Mtibwa Sugar na Mbeya City uliomalizika kwa sare ya magoli 2-2. Furahi kwamba ligi yetu imekwisha vizuri bila matatizo yoyote, na hii ni ligi ambayo haikutusumbua sana. Hata kwenye kamati yangu ya masaa 72 tumekuta ni ligi ambayo imekuwa na uweledi mzuri. Matukio ya hovyo yalikuwa ni machache sana, lakini pia tunawashukuru wadhamini wetu. Ligi yetu hii ingekwenda kwa tabu siku zote, kwa sababu mnavyofahamu timu nyingi za championship ni timu za mitaani. Kwa upande wa wadhamini wa ligi hizo na wachezaji, wameeleza namna msimu wa ligi daraja la kwanza ulivyokuwa pamoja na ushindani mkubwa uliojitokeza, huku wadhamini wakiahidi kuendelea kuiboresha ligi kuu ambayo kwa sasa ni nambari 4 kwa ubora barani Afrika. Imekuwa ni chanzo cha furaha kwa Tanzania, lakini tumeona manufaa makubwa ligi yetu ya Tanzania, kwa maana ya kwamba katika kucheza michezo hii basi ni mambo mengi yanafanyika, ikiwepo ukuaji wa uchumi. Wameweza kufanya ligi yetu ya championship, ukishuka uione ni ligi tu kama ligi kuu. Kwa hiyo kuna kitu kimeongezeka. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo. Mwigizaji maarufu wa filamu nchini Idris Sultani ametangaza ujio mpya wa filamu ya Tanzania ya Samia itakayozinduliwa Mei 23 mwaka 2025, ikionyesha miradi ya maendeleo ambayo Tanzania imepiga hatua katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Idris Sultani amesema serikali imejenga miradi mingi ambayo imeboresha sekta ya huduma kwa wananchi, hivyo wao kama wasanii wana wajibu wa kuitangaza ili kila Mtanzania aijue na kuilinda kwa maslahi ya taifa. Tumeita Tanzania Samia, tumekaa katika awamu hii sasa hivi na vitu vingi sana ambavyo vimefanyika na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika kuweza kuzionyesha hizo nuru za Tanzania, kuweza kuonyesha hivyo vitu vitamu vya Tanzania, hiyo Tanzania yetu ni ipi, imebidi tuweze kuanza na episode ya kwanza. Tanzania ni kubwa sana, ina vitu vingi sana vya kuweza kuvionyesha. Branding is very important. Sasa tunaanza na episode ya kwanza kwa sababu itakuwa ni kama kazi yenyewe, itakuwa ni a format ya documentary, lakini itakuwa ni series. Ni series ambazo zinakuwa launch na itakuwa launch Mlimani City. Katika Tanzania yetu ya Samia tumekuja na kitu kinachoitwa Rangi Zinaongea. Tumeandaa surprise kubwa ambayo pia tutaizindua siku hiyo kwa mara ya kwanza. Tutaenda kufanya kitu kikubwa sana na hatutaongea sana kwa sababu hatuna mengi ya kuongea. Kama kaka yetu alivyotuelezea kwamba Tanzania yetu ina mambo mengi, kuna vitu vingi. Kwa hiyo na sisi tutaenda kusema kwa rangi. Na mtazamaji, na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika habari ya kutwa nzima ya leo michezo na burudani. Ulikuwa nami Lulu. Aliendelea kutufuatilia katika kurasa zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Tulikuwa nami Lulu Ali na kuacha na utabiri wa saa 24 zijazo. Usiku mwema.
Langu jina ni Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuvuma ukitokea kusini kwa maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali katika maeneo hayo. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule unaopanda kukaa katika fuku za bahari kuendelea kuwa makini na angalizo hilo. Upepo halikadhalika unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa Ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Viashiria vya mvua kwa siku ya kesho vinaonekana kuendelea kuwa vichache katika maeneo mbalimbali ya nchi, japo viashiria hivyo vinatarajiwa kuongezeka kwa kiasi kwa siku ya kesho kutwa kuelekea siku inayofuata. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria kunatarajiwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache, huku pwani ya kaskazini ikihusisha na kaskazini wa mkoa wa Morogoro kukitarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi yetu zilizosalia zikitarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kutarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini ikihusisha na mkoa wa Morogoro kutarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Lindi na Mtwara kutarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi yetu zilizosalia zikitarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Channel 10 Plus.